Mheshimiwa Mwenyekiti, katika malengo hayo ya jumla, wizara itajikita katika vipaumbele mahususi vifuatavyo, ikiwa ni pamoja na kutekeleza ahadi na maelekezo mahususi ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Moja ni ujenzi wa barabara za kimkakati zenye kufungua fursa za kiuchumi, kuimarisha shughuli za kijamii na zinazounganisha barabara na njia zingine za usafiri. Ujenzi wa barabara zinazounganisha makao makuu ya mikoa, nchi jirani na zile za ulinzi. Tatu ni ujenzi wa barabara za kupunguza msongamano katika miji inayokuwa na majiji. Na nne, ukarabati na matengenezo makubwa ya barabara kuu na zile za mikoa ili kuzirejesha na pia kuzifanya zipitike majira yote ya mwaka. Tano, kuimarisha usafiri na miundombinu ya vivuko. Sita ni miradi ya usalama barabarani ikiwemo ujenzi wa mizani. Na saba, kujenga nyumba za watumishi wa umma na majengo ya serikali. Nane, kuwajengea uwezo wataalamu na makandarasi wa ndani katika masuala ya ujenzi. Na tisa ni kukamilisha ujenzi wa viwanja vya ndege vilivyokasimiwa kwa Wizara ya Ujenzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, makadirio ya bajeti ya matumizi ya kawaida. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Ujenzi imetengewa shilingi bilioni 90,468,270,000 ikiwa ni bajeti ya matumizi ya kawaida katika mwaka wa fedha 25/26. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 85,528,585,000 ni bajeti ya mishahara na shilingi bilioni 5,439,685,000 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Makadirio ya bajeti ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo inajumuisha fedha za ndani shilingi trilioni 1 bilioni 209,123,117,000 na fedha za nje ni shilingi bilioni 980,504,441,000. Fedha za ndani zinajumuisha shilingi bilioni 688,756,470,000 kutoka mfuko wa barabara. Na shilingi bilioni 520,466,647,000 ni fedha kutoka mfuko mkuu wa serikali. Mgawanyo wa fedha za maendeleo pamoja na miradi iliyotengewa fedha umeonyeshwa katika kiambatanisho namba 1. Aidha, maelezo ya kina kuhusu miradi itakayotekelezwa yameonyeshwa katika aya 225 hadi aya 365 ya kitabu cha hotuba yangu.